Kwamba ukosefu wa sodo miongoni mwa watoto wa kike umetajwa kuchangia pakubwa ongezeko la visa vya mimba za utotoni katika kaunti ya Kwale. Na kama anavyosimulia mwandishi wetu wa Kwale Bravian Simiyu, asilimia 16 ya visa vya mimba vimeripotiwa katika kaunti hiyo. Wazazi pamoja na wanafunzi wa shule ya Ngonzini North katika eneo la Samburu kaunti ya Kwale wamehamasishwa jinsi ya kukabili mimba za utotoni ambazo ni kero eneo hili. Wakizungumza baada ya kutoa msaada wa sodo kwa wanafunzi wa shule hii, wasimamizi wa shirika la AHF wamesisitiza umuhimu wa kulinda wasichana dhidi ya mimba za mapema na kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana. Kumekuwa na mimba za mapema, kumekuwa na watoto kutokuja shule kwa sababu ya kukosa sodo. Inaleta shida tofauti kwa sababu yule mtoto asipokuja shuleni, unaona ile performance yake shuleni pia inadidimia. Na hiyo ndo sasa inasababisha vitu kama saa ambazo tunazungumzia kama teenage pregnancy, mimba za mapema, na pia inaongeza takwimu ya vijana ambao wanapata virusi vya ukimwi, maambukizi. Wito kwa serikali kuanzisha mpango wa ugavi wa sodo kwa wanafunzi umetolewa ili kuhakikisha hakuna mtoto wa kike anayesalia nyumbani kwa sababu ya mimba. Timu zetu ziko 16 zile mimba za mapema, na Samburu iko katika 16 asilimia. Tukaona ni vizuri tukaweze tukahamasishe jamii, kwa sababu masuala haya yanachangiwa na mambo mengi sana. Mara nyingi kukosa kipato inaweza changia hizo takwimu zikakuwa juu. Ningeomba sana if the government can collaborate with the NGOs like AHF kwa kufanya shughuli kama hizi, kuadhimisha siku kama hizi na kuprovide those services not only in the urban areas but also in the rural areas. Huku baadhi ya wazazi wakilalamikia hali ngumu za kiuchumi, pia wameitaka serikali kuzidisha hamasa za umma kuhusu swala la hedhi mashinani. Wakati mwingine unapata wasichana wetu wanahangaika, wamefika siku zao za mwezi, mtoto amekuja shule, amekalia desk, wakati mwingine anashindwa kuinuka kwa sababu tayari amejichafua. Nikiripotia TV47, mimi ni Bravian Simiyu.